الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Alhamisi ya tarehe 19 mwezi wa Shawwal mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 17 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 Miladia. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم أن الخوض في باب الأسماء والصفات تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل. jua kwamba kuingilia katika mlango na upande huu wa majina ya Allah na sifa za Allah, mara nyingine inakuwa ni kwa haki na mara nyingine inakuwa ni kwa batil. i'lam أن الخوض في باب الأسماء والصفات تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل. قال: أما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا أنه يريد الحق. أما anayesema kwa haki, asli ya kauli yake hiyo ni kwamba yeye anakusudia haki. Fayaqulu fihi bilhaqi, anasema katika mlango huu wa majina ya Allah na sifa zake anasema kwa haki. Wa amma man qala fihi bilbatil, ama anayesema kwa batil, famansha'u qawlihi wahidun min amrayni, asili ya kauli yake hiyo ni moja katika mambo mawili. Ama anayesema kwa batil, asli ya kauli yake hiyo ni moja katika mambo mawili: imma aljahlu wa imma taassubu, ima ujinga na ima taassubu, upendeleo wa mtu au upendeleo wa shekhe au imamu. Anayesema kwa batil katika mlango huu wa majina ya Allah na sifa zake, asili ya kauli yake hiyo ni moja katika mambo mawili: imma aljahlu, ima ujinga, wa imma taassubu. Qala: sawa'un kana taassubu linnafsi au lilimami au lisheikh au ma ashbaha dhalik, sawa ulikuwa upendeleo huo ni wa nafsi yake au ni imamu au ni kwa ajili ya imamu au kwa ajili ya shekhi au inayofanana na hayo. Huyu ni anayezungumza kwa batil katika mlango huu wa majina ya Allah na sifa zake. Ima itakuwa ni mjinga au itakuwa ni mutaassib, ana upendeleo wa shekhe fulani au imamu fulani au nafsi yake. Qala Sheikh rahimahullah: wasma ila qawlihi ta'ala inna wajadna abaana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Fahadha taassub. Sisi tumewapata wazee wetu katika desturi fulani na sisi tunafuata nyoyo zao hizo, sisi ni wenye kuongoka kwa kufuata nyayo zao hizo, hao wazee wetu wa zamani. Inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Sisi tumewapata wazee wetu katika desturi fulani, wa inna ala atharihim muhtadun, na sisi ni wenye kuongoka kwa kufuata nyayo zao hizo. Hadha taassub, hii ndiyo upendeleo. Wanawapendelea hao wazee wao wa zamani, kila walivyofanya wanawafuata hivyo walivyofanya, hata kama ni batil pia wanaifanya batil, kwa sababu wamewakuta nayo wazee wao batili hiyo. Hadha huwa taassub. Qala: fa idha kana aliman bilhaqqi wa asarra ala qawlihi almukhalif lilhaqqi kana dhalika min babi taassub. Ikiwa mtu ni mwenye kuijua haki na anaendelea kwa kauli yake inayokhalifu haki hiyo, kana dhalika min babi taassub, inakuwa hilo ni katika upande huu wa taassub, upendeleo. Mtu anayejua haki kwamba iko upande huu, lakini anaendelea na kauli yake ya batil inayokhalifu haki hiyo kwa sababu ya taassubu hiyo tu,
hadha min babi ta'assub. Na ndio sana, ipo sana jambo hili lipo sana. Watu wanaopendeleo na mashekhe wao, watu wanaopendeleo na alimu fulani, hata kama amekosea, lakini madam ni shekhe wake, yuko naye hivyo hivyo kwa haki na batil. La, Uislamu sio hivyo. Uislamu unapinga jambo hili la taasubu ya batili kiasi hicho. Uislamu unaipinga. Maulama wanasema hivi, wewe unafuata upande mwingine kwa sababu huu ni shekhe wako. Hata kama shekhe wako amekuwa mzushi, bado tu unaye. Uislamu sio hivyo. Taasub hili ni jambo la kijahilia. Jambo la taasub ni jambo la kijahilia, si jambo la Uislamu. Uislamu umekuja umeondoa mambo hayo ya kijahilia, likiwemo hilo la taasub, upendeleo kwa ukabila fulani au kwa watu fulani au kwa shekhe fulani. Sasa hii iko sana sasa hivi. Watu wanajua haki yuko upande huu, lakini mbona shekhe wake yuko upande mwingine, anamfuata shekhe wake hata kama yuko katika batili. Alafu watu hao wanajiita salafiyin. Watu wenye tawassub namna hiyo bado wanajiita ni salafiyin. Usalafia gani? Si Uislamu kufanya hivyo, ni ujahilia. Fadlan ani salafia, huo ni ujahilia, si usalafia. قال فإذا كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب. وأما إذا كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا منشأ قوله الجهل. أما kiwa mtu hajui haki وقال بالباطل akawa anasema haki batil, huyu asli ya kauli yake hiyo ni jahal, ni ujinga, kwa sababu haijui haki. Wa amma idha kana la ya'lamu al-haqqa wa qala bil batil fahadha mansha'u qawlihi al-jahlu, huyu asli ya kauli yake hiyo ni ujinga. Wa huwa aqrabu ila al-istiqama min al-awwal, huyu yuko karibu na iltizam na kufuata usawa kuliko yule wa mwanzo, yule mutaassib. Hadha al-jahilu أقرب إلى الاستقامة من المتعصب. قال لأن الجاهل إذا كان مريدا للحق إذا علم استقام. sababu jahili mjinga akiwa ni mwenye kukusudia haki lakini haijui, akielimishwa na kufundishwa istaqama, hulazimiana na haki hiyo. Lakini almutaassiba huwa almushkil, lakini huyu mutaassib, huyu ndio tatizo kubwa. Huyo jahil akifundishwa, akielimishwa, anaelewa na kufuata haki na kulazimiana nayo, lakini mutaassib kila utakavyofanya taassubu yake inampeleka pabaya, hakubali. ولذلك تجد بعض أهل الكلام الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته، تجد بعضهم لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع، إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا. asema Sheikh, kwa hiyo utawapata baadhi ya watu wa bid'a ambao wamekhalifu haki katika majina ya Allah na sifa zake. Tajidu ba'dahum, utawapata baadhi yao lamma kana muridan lilhaqi, alipokuwa anakusudia haki, hadahu Allahu ilayhi, Allah humuongoza kwenye haki. Warajaa, na akawacha ile batili yake. Imma rujuan kulliyan, ima kuwacha kabisa, wa imma rujuan juz'iyan, ima kuwacha kwa baadhi ya ile batili aliyokuwa nayo. فالغزالي يمثل الشيخ رحمه الله، فالغزالي مثلا رجع عن الفلسفة بعد أن كان متصفا بها. الغزالي أبو حامد رحمه الله ومفانه aliwacha falsafa baada ya kuwa ni mwenye kusifika na falsafa. Tauhidi yake ilikuwa ni falsafa tupu. Al-Ghazali
وقائلا بها akawa ni mwenye kuelezea hiyo falsafa na kuisemea. Wakataba kitaban samahu tahafutul falasifa, akaandika kitabu baada ya kujua haki, akaandika kitabu akakiita tahafutul falasifa, kuanguka kwa hawa mafilosofia. Wabayana butlana ma dhahabu ilayhi, akaweka wazi ubatili wa yale aliyokuwa nayo, aliyokuwa akiyafuata. Baada ya kujua haki akawacha falsafa, akaandika kitabu samahu tahafutul falasifa, kuanguka kwa hawa mafilosofia. Wabayana butlana ma dhahabu ilayhi, akaweka wazi ubatili wa yale waliokwenda nayo hao mafilosofia. كذلك وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان معتزليا على مذهب المعتزلة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله ambao wanajinasibisha nayo Ash'ari, wanajinasibisha naye Ash'ari. Huyu Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah alikuwa ni mu'tazili, yuko katika madhehebu ya Mu'tazila ya kwamba Qur'ani imeumbwa, Allah hataonekana peponi, mambo mengi itikadi zao za Mu'tazila. Alikuwa ni Mu'tazili Abu al-Hasan al-Ash'ari kwa miaka 40. Miaka 40 ni Mu'tazili. Fahadahu Allahu, Allah akamuongoza. Thumma rajaa lilhaqi, kisha akarudia kwenye haki. Wabayana butlana madhhabi al-Mu'tazila, akaweka wazi ubatili wa madhehebu haya Mu'tazila, na akatunga vitabu. Moja katika vitabu alivyotunga al-Ibana fi usuli diyana, kitabu kitunga aqida na madhehebu ya al-Sunna wal Jamaa kamili, na kubatilisha madhehebu ya Mu'tazila na madhehebu yake aliyokuwa nayo yeye. Lakini bado hawa Ash'ari wanajinasibisha naye, ambapo yeye ameshawacha madhehebu hiyo aliyokuwa nayo, ameshaiwacha kitambo kabla hajafariki. Akatunga vitabu ya kwamba madhehebu ile aliyokuwa nayo ni batil, madhehebu ya Mu'tazila ni batil, madhehebu ya Sunna ndiyo haki. Akatunga vitabu kueleza hivyo. Bado hawa wanajiita ni Ash'ari. Ash'ari yupi sasa? Na huyu ashafanya taraju, amewacha batili hiyo. قال فما كان ناشئا عن جال فإن دواءه سهل, iliyokuwa imetokana na ujinga, fa inna dawaahu sahlun, dawa yake ni nyepesi. Huyo mjinga anaelimishwa na kufundishwa, akielewa anafuata haki. Fama kana nashi'an an jahlin, iliyokuwa imetokana na ujinga, yani mukhalif, lakini amekhalif kwa sababu asli yake ni ujinga. Fa inna dawaahu sahlun, dawa yake ni nyepesi, anafundishwa. Lakinna almushkila ma nashaa an ta'assub, lakini tatizo kubwa ni iliyotokana na ta'assub. Mukhalafu ukitokana na ta'assub, hilo ni tatizo kubwa, haelewi, hakubali kwa sababu ya taassubi yake. Fa inna hadha huwa alladhi yakunu dawauhu asira, huyu dawa yake inakuwa ni nzito. Huyu mutaassib dawa yake inakuwa ni nzito sana. Walakin idha arada Allahu hidayatahu hadahu Allah, lakini Allah akitaka muongozo wake kumuongoza, Allah anamuongoza. Lakini ni uzito kwa watu kumuongoza mutaassib, sababu mutaassib bado anajiona kwenye haki na anajua haki iko upande mwingine, lakini taassubu yake inamfanya asikubali haki. Kuna watu kuliko maulama, kuwakhalifu maulama ni haki, ni batil. Ni batil wazi, hakuna anayekataa hilo. Kuwakhalifu maulama ni batil. Sasa watu wanawakhalifu maulama halafu wanajiona wao kwamba ni salafiyin. Hapana, sio salafia, ni ujahilia wa wazi. Tena sio ujahilia wa kujificha, ni ujahilia wa wazi.
umefahamu قال الشيخ رحمه الله ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. وأجل يدرجيك هي مسألة هاي مجينة أظن صفزاك وأجل يدرجيك هي na kwa ajili ya maneno ya watu katika jambo hili kwa haki mara nyingine na kwa batili inayotokana na ujinga au taasub kwa mara nyingine, ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara min alqawaid. Sheikh anasema nimependelea niandike yatakayosahilika katika misingi iliyo katika upande huu na mlango huu wa majina ya Allah na sifa zake, rajiyan min Allah ta'ala an yaj'ala amali khalisan liwajhihi, hali ya kutarajia kwa Allah mtukufu ajalie amali yangu hii ni safi kwa ajili ya uso wake, muwafiqan limardati, hali ya kuwa ni yenye kuwafik radhi zake, nafi'an liibadihi, yenye kuwanufaisha waja wake. Kazi hii ya kuandika qawaid, hadhihi alqawaid almuthla fi sifati Allah ta'ala wa asma'ihi alhusna. قوله خالصا لوجهه هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص، خالصا لوجهه هذا هو الإخلاص، موافقا لمرضاته هذا هو المتابعة. masharti ya kukubaliwa kila amal, hii ndio ikhlas. Khalisan liwajhihi ndio ikhlas, muwafiqan limardatihi hadha huwa almutabaa, hii ndio mutabaa. Nafi'an liibadihi hadha huwa alatharu almutarattibu ala alamal, hii ndio amal, ndio athari inayopatikana kwa amal, kwamba amali iwe inawanufaisha waja wake Allah, hii ndio athari inayopangika kwa amal hii aliyokusudia Sheikh rahimahullah ya kuandika alqawaid almuthla fi sifati Allah ta'ala wa asma'ihi alhusna. qawluhu wa asma'ihi alhusna alqawaid almuthla fi sifati Allah ta'ala wa asma'ihi alhusna, qala wa sammaytuhu القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. قال يجوز في جملة القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى يجوز الضم على الحكاية، ضم الدال، وسميته القواعد. قال يجوز في جملة القواعد المثلى الضم على الحكاية، يعني حكاية كويجا vile vile jina lile القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. وأن الجملة كلها مفعول ثان، هي جملة yote hii ni maf'uli wa pili wa samaituhu. Mafuli wa kwanza ni hii dhamiri hapa, samaituhu, nimeita hii kazi hii amali hii alqawaid almuthla fi sifati Allah ta'ala wa asma'ihi alhusna. qala wa anna aljumlata kullaha maf'ulun thanin samaitu, ni maf'uli wa pili wa samaitu, liannaha ala taqdiri wa samaituhu hadha alisma, nimeita amali hii jina hili alqawaid almuthla fi sifati Allah ta'ala wa asma'ihi alhusna. ويجوز الفتح، pia inajuzu fatha، وسميته القواعد المثلى، ndio fatha fathatu dal, inajuzu fatha. وذلك إذا أردنا تسلط سميت عليها، asema hii tuikusudia tasallata samaitu alaiha, fanaqulu samaituhu alqawaid almuthla fi sifati Allah ta'ala
wa asma'ihi alhusna. Vile vile maf'uli wa pili wasamaitu. المثلى يعني ذات الوصف الجميل في صفات الله واسماء الحسنى. misingi almuthla yani yenye sifa nzuri katika sifa za Allah na majina yake mazuri. وقدمنا الصفات الصفات في صفات الله تعالى واسمائه الحسنى. tumetanguliza kusema sifat ma anna lisma sabiqun ala sifa, pamoja na kwamba jina lilenye kutangulia sifa. Yani al-asli atangulize fi asma'illahi au fi asma'ihi al-husna, na hii katanguliza fi sifatillahi ma anna lisma sabiqun ala sifa min ajli tajanusil waqfi, kwa ajili ya kuwafikiana waqfu, kwa ajili ya kuwafikiana ile waqfu wa mwisho wa jumla hii. alqawaidul muthla fi sifati llahi ta'ala wa asma'ihi alhusna, hiyo tawafuq alwaqf. almuthna na alhusna, almuthna na alhusna zimewafikiana zote, mwisho wake ni alifu hii maksura. Kwa min ajli tajanusil waqfi, kwa ajili ya kuwafikiana waqf. وتقديم المفضول من أجل هذه المراعاة موجود في القرآن. kutanguliza kilichofadhilishwa, kilichozidiwa ubora kwa ajili ya kuchunga hii tajanusil waqfi ipo pia katika Qur'ani. taqdimul mafdhuli ala alfadhil, kutanguliza kilichozidiwa ubora kuliko kile kilicho bora, hii ipo kwa ajili ya kuchunga hiyo tajanusil waqfi. موجود في القرآن. قال الله تعالى عن السحرة في سورة طه آمنا برب هارون وموسى. walisema wale wachawi tumemwamini Mola wa Harun na Musa. kul al-asl ni kutangulizwa Musa kuliko Harun, lakini min ajli tajanusil waqfi. nyuma yake ilikuwa inasema nini Abdurrahman? قالوا آمنا برب هارون وموسى. قبله آية يستن تسع يا سورة طه. kuna wale wanaofidhi ولا يفلح الساحر حيث أتى. قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذه تجانس الوقف. كل هذا من أجل توافق الفواصل. yote hii ni kwa ajili ya kuwafikiana vile vituo vya aya, kuwafikiana vile vituo vya aya. kwa hiyo yuqaddimu, yani quddima almafdhulu ala alfadhil, ipo katika Qur'ani. wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wama ghawa wama yantiqu anil hawa. hadha tajanusul waqf, kuwafikiana waqfi wa vituo vya aya. fa in qala qa'il, akiuliza mwenye kuuliza, mal farqu baina hadha alkitabi wa baina kitabi alaqidati alwasitiyya li Sheikh alislam Ibn Taymiyyah rahimahullah. akiuliza muulizaji nini farqa baina ya kitabu hiki na baina ya kitabu al-aqidati al-wasitiyya cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. faljawabu anna al-aqidata al-wasitiyya yatakallamu fiha al-Sheikh rahimahullah a'ni Ibn Taymiyyah yatakallamu an masaila hadha huwa al-aslu. asema Sheikh farqa baina vitabu hivi viwili ni kwamba al-aqidatu al-wasitiyya Sheikh rahimahullah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anazungumzia masail. hadha huwa al-aslu, hii ndiyo asli ya kitabu hicho al-aqidatu al-wasitiyya. anazungumzia masala ya aqida. wa rubbama yushiru ila al-qawaid, na mara nyingine huashiria kwenye misingi ya aqida. أما هذا الكتاب فإنما يبحث في القواعد العامة
بقطع النظر عن كل مسألة بعينها. ama kitabu hiki kinapekua misingi ama inayoenea bila kuangalia kila masala kwa dhati yake. Hiki kitabu kinaelezea misingi ama katika upande huu wa majina ya Allah na sifa zake bila kuangalia masala fulani fulani. idhan fabainahuma farqun, baina vitabu hivi viwili kuna farqa yushbihu alfarqa bainahuma alfarqa baina usul alfiqh walfiqh, ufanana na farqa baina yao, farqa baina usul alfiqh na fiqh yenyewe. Tumeelewa? Farqa baina vitabu hivi inafanana na farqa iliyopo baina usuli alfiqh na fiqh yenyewe. Fiqh yenyewe inaelezea masail fiqhiyya, masala ya tahara, masala ya sala, masail fiqhiyya, lakini usulu alfiqh inaelezea misingi ya fiqh yenyewe. Sasa hii kitabu hiki cha Sheikh Ibn Uthaymeen kinaelezea misingi ya upande huu wa majina ya Allah na sifa zake. Qala lianna hadhihi qawaidu, hii ni misingi, wa ma dhakarahu Sheikh rahimahullah fi alwasitiyya masailu, aliyotaja Sheikh al-Islam rahimahullah katika aqidatul wasitiyya ni masala kadha wa kadha katika upande huu wa aqida. Qala kal-imani bis-sam'i, kama kuamini kusikia kwa Allah, wabil basari na kuona kwa Allah, wabil hayati na uhai wake, wabil qudra na uwezo wake Allah tabaraka wa taala, wama ashbaha dhalik, na yanayofanana na hayo. Wa alayhi falikullin wijha, kila moja katika vitabu hivi kina upande wake. ولكل وجهة هو موليها. idhan kila kitabu kina upande wake, havikufanana vitabu hivi viwili, al-aqidatul wasitiyya cha Sheikh Ibn Taymiyyah na kitabu hiki al-qawaidul muthla cha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahumullah. qala wa yanbaghi al-inayatu bihadhihi al-qawaid, inatakikana kutilia umuhimu misingi hii, liannaha mufida, kwa sababu ni yenye faida. Wayambaghi al-inayatu bihadhihi al-qawaid liannaha mufida, inatakikana kutilia umuhimu misingi hii kwa sababu ni yenye faida. Wa qalla an tajidaha majmu'atan fi kitab, ni uchache kupata faida hizo ni zenye kukusanywa katika kitabu kimoja. وقل أن تجدها مجموعة في كتاب, ni uchache kupata faida hizo kuwa ni zenye kukusanywa katika kitabu kimoja. fafahamuha walinayatu biha min al-umuri al-muhimma wa mimma nusi bihi, kufahamu misingi hiyo na kuitilia umuhimu ni katika mambo muhimu na ni katika mambo ambayo tunayahusia. Sheikh anasema fafahamuha walinayatu biha min al-umuri al-muhimma wa mimma nusi bihi, kufahamu misingi hiyo na kuitilia umuhimu ni katika mambo muhimu na ni katika mambo ambayo tunayahusia kwa Waislamu wafahamu misingi hii madhubuti katika upande huu wa kujua majina ya Allah mazuri na sifa zake tukufu. Qawaidu fi asma'illahi ta'ala, hii ni misingi katika kuelezea majina ya Allah mtukufu. Alqaidatul ula, asma'ullahi ta'ala kulluha husna, majina ya Allah yote ni majina mazuri sana. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna, majina ya Allah mtukufu yote ni majina mazuri sana. Ay balighatun fil husni ghayatahu, yenye kufikia mwisho wa uzuri, ndio maana husna. Ay balighatun fil husni ghayatahu, majina ya Allah matukufu yote ni yenye kufikia mwisho wa uzuri, sio mazuri tu, yamefika mwisho wa uzuri, hakuna uzuri mwingine baada ya majina hayo ya Allah. Qala Allah ta'ala walillahi al-asmaul husna,
Allah ana majina mazuri sana. Idhan alhusna maana yake balighatun fil husni ghayatahu, yamefikia mwisho wa uzuri majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ رحمه الله: ذكرت الأسماء الحسنى في القرآن في 3 مواضع. imetajwa majina mazuri haya katika Qur'ani katika sehemu 3. في سورة الأعراف قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Allah ana majina mazuri, muombeni kupitia majina hayo. وفي سورة طه قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Allah hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, ana majina mazuri sana. وفي سورة الحشر قال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. Allah ana majina mazuri sana, yusabbihu lahu, humsabbih Allah vilivyo katika mbingu na vilivyo katika ardhini. Wayumkinu an nazida rabi'an, inawezekana kuzidisha mahali pa 4. Wa hiya qawluhu ta'ala: ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. qul id'u Allah aw id'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Lolote mnalomuomba Allah ana majina mazuri sana. قال: لكن هذه جاءت جوابا للشرط فليست هي جملة مستقلة. هي imekuja ni jawabu ya sharti. hii ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna imekuja ni jawabu ya sharti. ayyan ma, hii ndio sharti. Hii si jumla pekee kama hizi zilizopita: walillahi al-asmaul husna au Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Hii imekuja ni jawabu sharti, lakini na maana hiyo hiyo Allah ana majina mazuri sana. Wal husna muannathu ahsan. Ahsan ni sifa ya kitu kiume, amma al-husna ni muannath wa ahsan, ay balighatun fil husni ghayatahu. Majina hayo yamefikia katika uzuri mwisho wake. Istashkala ba'dhu an-nasi hadhihi al-kalima ghayatahu, limewatatiza baadhi ya watu kalima hili ghayatahu. Waqala: inna husna asma'illahi laysa lahu ghaya wala muntaha. Wametatizika baadhi ya watu kwa kalima hili alilosema Sheikh, ghayatahu. Wakasema majina, uzuri wa majina ya Allah hauna mwisho. Na Sheikh akasema balighatun fil husni ghayatahu, yamefikia mwisho wa uzuri. Sasa baadhi ya watu wametatizika wakasema kwamba uzuri wa majina ya Allah hauna mwisho. Qala Sheikh: فلو عبرنا بقوله البالغة في الحسن كماله. لو tungesema tungetoa taabiri ya kusema ni yenye kufikia fil husni kamalahu, ukamilifu wake, lakana ahsana min qawlina ghayatahu, ingekuwa ni vizuri zaidi kuliko kusema ghayatahu. Fanaqulu shahada, tunasema sahihun أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، kwamba balighatun fil husni kamalahu, majina yake yamefikia katika uzuri ukamilifu wake. Tungesema hivi ingekuwa ni vizuri zaidi kuliko kusema ghayatahu. Lakini Sheikh anasema fanaqulu sahih anna at-ta'bira bikamalihi qad yakunu ahsan. Huenda kusema kwamba bikamalihi, kwamba balighatun fil husni kamalahu, huwa ikawa ni vizuri zaidi. Lakini yuqalu innal murada bil ghayati huna annahu la shay'a fawqaha fil husni wal kamal. Ndio muradi wa ghayatahu. Muradi wal ghaya hapa ni kwamba hakuna kitu zaidi yake, hakuna uzuri zaidi yake wala ukamilifu zaidi ya majina ya Allah. Fatakunu bimaana kamalihi, hapa itakuwa ni kwa maana ya ukamilifu wake. Ai fi akmali ma yakunu min alhusni,
ukamilifu inavyokuwa katika uzuri, majina yake yamefikia ukamilifu inavyokuwa katika uzuri. ولهذا وصفها الله تعالى باسم التفضيل في قوله الحسنى. ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameyasifu majina yake kwa ismu tafdhil kwa kusema al-husna, walillahi al-asmaul husna. wa illa famin al-ma'lum anna awsaf Allah ta'ala laysa laha muntaha wa laysa laha ghaya. Ni katika mambo yanayojulikana kwamba sifa za Allah mtukufu hazina mwisho, walaysa laha ghaya, hazina upeo wake. liannahu mahma arada liinsanu an yahsuraha fi muntaha lam yajid ila dhalika sabila. Vyovyote anavyokusudia mtu kuyadhibiti majina hayo mwisho wa uzuri, hawezi kupata njia ya hilo. وتعليل كونها حسنى قوله وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. سباب يكون مجنها ونمزوري سانا قوله نقولي yake وذلك نهيلو لأنها متضمنة لصفات كاملة, kwa sababu sifa zako hizo Allah ni zenye kukusanya sifa zilizo kamili. la naqsa fiha, hazina upungufu. biwajhi min alwujuh, kwa njia yoyote katika njia. la ihtimalan wala taqdiran, si kwa uwezekano wala kukadiria. hakuna upungufu wote katika majina yake na sifa zake. la ihtimalan wala taqdiran, si kwa ihtimal uwezekano, wala taqdiran wala kwa kukadiria. نكتفي بهذا القدر. تكوja kuendelea insha Allah wiki nyingine sharhi ya hii la ihtimalan wala taqdiran ولا واقعا. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.